Sauti za maji ya mto Kagera yalichenja mbuga za Kagera, zikilala kimya kabla ya msimu wa mvua, huku hewa safi ya milima ya volkano iliyojaa siri na ukungu ikishuhudia kimya na maafa. Vilima vya Ruanda vilivyochimbwa mashimo ya makaburi vilihifadhi siri ya kila uhai uliopotea. Giza lilifunika jiji la Kigali, likazima nuru ya amani na kupanda mbegu za uhasama uliomea na kuzaa matunda ya damu. Mvumo wa chuki uligeuka kuwa upepo mkali uliofyeka kila roho ya Kitusi, ukiacha kovu la milele kwenye dhamira ya binadamu. Wakati miji kama Butare na Kibuye ilipokuwa ikiangamia, ulimwengu uliishi katika giza la kutokujali. Mauaji ya kimbari ya Rwanda si tu ni hadithi ya Watusi waliouawa, bali ni kioo kinachoonyesha sura mbaya ya ukatili wa kibinadamu, kikitusukuma kutafakari hatima yetu na ahadi ya kamwe kutoruhusu kioja hiki kitokee tena. Naam, karibu katika The Article ya Gavoo Media, na msimuliaji wako ni mimi Yusufu Ibn Daud Ibn Lucas. Mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994 ni moja ya matukio mabaya na ya kusikitisha zaidi katika historia ya kisiasa binadamu. Katika kipindi cha takriban siku 100 kuanzia Aprili 7, 1994 hadi katikati ya Julai 1994, takriban ya Watusi 800,000 hadi milioni 1 waliuawa na Wahutu wenye msimamo ya wastani. Tukizungumzia asili ya migogoro au sababu ya mgogoro huu, kwanza unaanzia katika ukoloni na utengano wa kikabila. Kabla ya ukoloni, Wahutu na Watusi na Watwa waliishi pamoja nchini Rwanda. Hata hivyo, ukoloni wa Ujerumani na baadaye Ubelgiji uliweka mkazo mkubwa katika tofauti za kikabila, hasa kati ya Watusi na Wahutu. Wahutu walionekana kama wenye hadhi ya juu na walipewa fursa zaidi katika elimu na utawala, jambo ambalo lililozalisha chuki na wivu kati ya Wahutu walio wengi. Vitambulisho vilianza kutumika kubainisha kabila la mtu. Nikikumbuka maneno ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alisema tusigawane kwa kabila au kwa mali, wote tuwe kitu kimoja. Siasa za kugawanya na kutawala. Wakoloni walitumia tofauti hizi kudumisha utawala wao, jambo lililokazia mgawanyiko wa kikabila. Baada ya uhuru mwaka 1962, siasa ya Rwanda ziliendelea kutawaliwa na uhasama wa kikabila, ambapo Wahutu walichukua mamlaka na Watusi wengi walikimbilia nchi jirani. Na hapa ndipo utapopata maana halisi. Jirani hakutakiwi kufunga mlango, maana siku yoyote mwenza anaweza kamia kwako. Kupanda kwa misimamo mikali ya Kihutu. Katika miaka 1990, serikali ya Hutu Power iliongozwa na Rais Genevieve na Rais Juvenal Habyarimana ilizidi kuwa na msimamo mkali dhidi ya Watusi. Propaganda za chuki zilianza kuenea kupitia vyombo vya habari, hasa radio television Libre des Mille Colonies RTLM, ambayo iliwaita Watusi mende na kuwahimiza Wahutu kuwaua. Vita na mapatano ya Arusha. Tangu mwaka 1990, Rwanda Patriotic Front RPF, kundi la waasi lililoongozwa na Watusi waliokimbilia uhamishoni, lilifanya mashambulizi dhidi ya serikali ya Rwanda. Majadiliano ya amani yalianza na kupelekea mapatano ya Arusha mwaka 1993 yaliyolenga kuunda serikali ya umoja na kuunganisha vikosi vya jeshi. Hata hivyo, baadhi ya Wahutu wenye misimamo mikali hawakuafiki mapatano haya. Kuuawa kwa rais wa Habyarimana tarehe 6 Aprili 1994, ndege iliyombeba Rais Juvenal Habyarimana wa Rwanda na Rais Cyprien Ntaryamira wa Burundi ilidunguliwa walipokuwa wakirejea Kigali kutoka Tanzania. Ingawa nani hasa aliyedungua ndege hiyo haijajulikana kwa uhakika. Mauaji haya yalitumika kama kisingizio na kichocheo cha haraka kwa kuanza kwa mauaji ya kimbari. Mara tu baada ya kifo cha Rais Habyarimana, vikosi vya jeshi vya Rwanda FAR, wanamgambo wa Interahamwe na Impuzamugambi, vikundi vya wanamgambo wa Kihutu na raia wa kawaida walichochewa na propaganda, walianza mauaji kwa mifumo. Vizingiti vya barabarani. Vizuizi vingi vya barabarani viliwekwa
yalipelekwa kote nchini, ambapo Wahutu walikuwa wakiwakamata Watusi na Wahutu wenye misimamo ya wastani na kuwaua papo kwa papo, mara nyingi kwa mapanga na silaha zenye butu. Mauaji ya halaiki. Watu waliuawa majumbani mwao, makanisani, shuleni na katika maeneo mengine ya umma. Hakika dini haikuwepo kabisa. Kwa mtizamo wa haraka zaidi, kulikuwa na machafuko ambayo hayana kifani ndani yake, ambapo walikimbilia kutafuta hifadhi. Mfano ya kusikitisha zaidi ni pamoja na mauaji katika kanisa la Nyange na kanisa la Ntarama. Hapo yalifanyika mauaji ya kikatili zaidi na ya kinyama kuwahi kutokea duniani. Jukumu la vyombo vya habari. RTLM iliendelea kurusha matangazo yenye kuchochea chuki, ikitaja majina na maneno ya Watusi, kujificha na kuhamasisha mauaji. Hapo hapo kulitokea kushindwa kwa jumuiya ya kimataifa. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kusaidia Rwanda, UNAMIR, uliokuwepo nchini Rwanda ulikuwa mdogo na haukupewa mamlaka ya kutosha kuingilia kati kuzuia mauaji haya. Baada ya mauaji ya walinda amani 10 wa Ubelgiji, Umoja wa Mataifa uliondoa sehemu kubwa ya vikosi vyake. Hali hii iliacha Watusi na Wahutu wenye msimamo ya wastani bila ulinzi wa aina yeyote ule. Hakika Waswahili wanasema hakuna marefu yasiyo na ncha. Kukomeshwa kwa mauaji ya kimbari na matokeo yake. Mauaji ya kimbari yalikomeshwa tu baada ya RPF chini ya uongozi wa mwanaume Paul Kagame kushinda majeshi ya serikali ya Kihutu na kuchukua udhibiti wa nchi mwezi Julai mwaka 1994. Vifo na majeraha. Idadi kubwa ya watu walikufa na maelfu walibaki na majeraha ya kimwili na kiakili. Jamii nzima iliharibiwa vibaya. Wakimbizi. Mamilioni ya Wahutu wakiwemo wauaji na raia wasio na hatia walikimbilia nchi jirani, hasa Zaire ya sasa ambayo ni DRC Kongo, na kusababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Haki na maridhiano. Baada ya mauaji ya kimbari, Rwanda ilikabiliana na changamoto kubwa ya haki na upatanisho. Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ya Rwanda, ICTR, ilianzishwa kushtaki watuhumiwa wakuu wa mauaji ya kimbari. Pia Rwanda ilianzisha mfumo wa mahakama ya kitamaduni unaoitwa Gaka ili kushughulikia maelfu ya kesi za mauaji ya kimbari katika ngazi ya jamii, jambo lililosaidia katika mchakato wa upatanisho. Ujenzi mpya. Chini ya uongozi wa Rais wa Paul Kagame, Rwanda imejitahidi kujijenga upya kiuchumi na kijamii, ikisisitiza umoja na utambulisho wa kitaifa badala ya kutofautiana kikabila. Imefanya maendeleo makubwa katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na teknolojia na maendeleo ya kiuchumi. Kukumbuka na kujifunza. Kila mwaka Rwanda huadhimisha mauaji ya kimbari kuanzia Aprili 7 ili kuwakumbuka wahanga na kujifunza kutokana na yaliyotokea. Mauaji ya kimbari ya Rwanda ni somo la kutisha kuhusu hatari, chuki za kikabila, propaganda na kushindwa kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kuzuia uhalifu dhidi ya binadamu. Hadi hapo tumefikia mwisho wa The Article. Na ndugu mtazamaji, ulikuwa nami Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas ambaye nilikuwa nikikusimulia historia hii ya mauaji makali yaliyotokea kule nchini Rwanda, mauaji ya kimbari. Usiache kulike na kusubscribe katika kurasa zetu za kijamii tunazofahamika kama Gavo Media ili uweze kupata vipindi vizuri zaidi vinavyoendelea hapa kama hiki cha The Article. Hadi wakati mwingine, nipende kukuambia bye bye na karibu tena. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.